tushirikishane baina ya mzazi hadi mzazi. Usione aibu kumkanya mwanangu na nisione aibu kumkanya mwanao. Tukishirikiana kwa hilo, naamini tutatoboa. Tukishirikiana kwa hilo, naamini tutatoboa. Mtoto unaweza kumkuta yuko PS, sio wa kwako. Hebu pata maumivu. Huyu mtoto saizi yuko PS. Yeye angekuwa mwanangu mimi ningejisikiaje? Sio ungejisikia vizuri. Watu namshukuru Mheshimiwa Diwani kwa kuleta agenda hii. Tushirikiane wazazi wote kwa pamoja. Tuhakikishe watoto zetu wanaenda shuleni kwa wakati. Tutekeleze majukumu yetu yanayopaswa shuleni kwa wakati. Yoyote mwenye changamoto aonane na viongozi, watampa mwongozo. Ila tukikaa kila mmoja anashikilia mwanangu, mtoto sio mwanao, mtoto ni mtoto wa wote. Atakapokuwa yeye dokta, atakapokuwa yeye nesi, atakapokuwa yeye mwalimu, atakapokuwa yeye mwanajeshi, hakuna anayemlinda. Na tulinda sisi wote binadamu, au sisi wote wananchi. Kwa hiyo tupendane na tushirikiane kwa watoto. Unapomwona mwanao anaharibika, mimi niwe mtu wa kwanza kumsaisha. Unapomwona mwanangu anaharibika, wewe uwe mtu wa kwanza kumsaisha. Tushirikiane wazazi. Asante. Wazazi ambao watoto wao watoro, hasa wanaotarajia kufanya mitihani. Ina maana hao wazazi hawana hofu na Mungu. Vitabu vyote vya dini vinaeleza za mtoto lea kwa misingi bora. Misingi bora ni pamoja na elimu. Ina maana hao wazazi waliokuja kwamba watoto wamewashindwa, hawataki kula samaki mkubwa baadaye kutoka kwa hao watoto. Ninaomba meza kuu ichukue hatua za sheria ichukue mkono. Msimuone aibu mtu yoyote. Kwenda kuzalisha sasa matokeo mabaya yakiwemo na hayo ya kuacha watoto shule na njaa, na sisi hatustahili kufanya hivyo kama wazazi. Na baba oye, umenielewa? Mazungumzo yangu umenielewa? Nimekuja hapa na maagizo. Watoto shuleni watoro, watoto wanahitajika kula, tushikamane kwa pamoja. Kuna tabia za wazazi kusema ameshindwa kulea. Unashindwa wewe, nani aweze? Lakini kwa tathmini iliyopo ya kiusalama inaonekana ni taratibu za wazazi kufanya hivi kwa makusudi ili kuwakwamisha watoto wasende shule kusoma. Wakati huo Mheshimiwa Rais anaposhusha miradi yake na pesa zake ili mtoto wa Tanzania akasome, tafsiri yake wewe mzazi unakwenda kupingana na rais wa nchi. Sasa kama uko tayari kupingana na rais wa nchi, utaenda kujibu huko. Sasa mimi nikaona kabla hamjafika huko nitumie hekima ya kuja kuzungumza na nyinyi wazazi wangu ili tupeleke watoto shule. Mwalimu mkuu, mtendaji kata, afisa elimu kata, wale watoto waliozungumzwa hapa ni watoro ambao na majina yao yamesomwa hapa. Haraka sana wazazi hawa, naomba tukutane pale ofisi ya mtendaji kata.